Ukiangalia mapato ya mamlaka 2023, mapato ya ndani kulikuwa ni bilioni 14, lakini ndani ya miezi 8 Julai 2025 mpaka mwezi wa pili mwaka huu mamlaka imekusanya bilioni 69. Kwa hiyo unaweza kuona upande wa mapato umefanya vizuri, na mapato yanapoongezeka ina maana shughuli za uchumi wa nchi zinaenda kufanyika vizuri. Lakini pia tumekuwa na mchango mkubwa sana katika utoshelevu wa chakula wa nchi. Tunapozungumzia sasa hivi Tanzania, utoshelevu wa chakula ni 130%. Hapo kuna mchango mkubwa sana wa mamlaka, kwa sababu sisi ndio tunaodhibiti visumbufu vya mimea, kwa maana ya magonjwa na wadudu haribifu wa mazao ambao wangeweza kuathiri nini uzalishaji. Kwa hiyo unaposikia kwamba nchi inasema inakuja na utoshelevu wa chakula wa 130%, kuna mchango mkubwa sana wa TPHPA. Lakini pia sisi ndio tunaowezesha au kufungua masoko ya mazao mbalimbali kwenye nchi mbalimbali. Kwa mfano mwaka 2025 mamlaka hii imesha sajili makampuni 408 ya Tanzania kwenda kufanya biashara nchini China. Kwa hiyo lakini pia kwa mikoa ya nyanda za juu kusini, kwa maana Mbeya, Iringa, Songwe, Njombe, mikoa ambayo inalima parachichi, mamlaka hii ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania imeshasajili makampuni 16 ambayo yameruhusiwa sasa kupeleka mazao ya parachichi nchini China. Kwa hiyo haya ni baadhi tu ya mafanikio, lakini pia hivi karibuni tumeshiriki katika kutia saini makubaliano ya kufanya biashara baina ya Tanzania pamoja na Malawi, biashara ambayo inaenda kunufaisha vijana lakini pia na kina mama. Kwa hiyo kuna bidhaa katika mkataba huo kuna bidhaa 61, na kati ya hizo 30 ni bidhaa za kilimo, na wenzetu wafanyabiashara kutoka mikoa ya nyanda za juu kusini, kwa maana ya Njombe, Iringa, Mbeya, Songwe watakuwa ni wanufaika namba moja. Kwa hiyo yote hii ni mchango wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania. Kwa hiyo kwa siku hii ya leo ya Mei Mosi, mimi kutunukiwa hati hii ya mfanyakazi bora kama msimamizi wa mamlaka hiyo, kwa kweli ni jambo la kujivunia, na tunaishukuru sana serikali kwa kutambua au kuthamini mchango wa mamlaka katika ukuzaji wa uchumi wa nchi yetu.